zangu, katika masomo yetu ambayo tumeyasikia, somo la kwanza, somo la pili pamoja na Injili, vinatupa umaana wa sakramenti ya ndoa, chimbuko na asili ya sakramenti ya ndoa, kwamba sakramenti ya ndoa chimbuko lake na asili yake ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe ambaye anaanzisha safari hii ya watu kuungana, kwamba anachokiunganisha yeye mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kwa hiyo asili kabisa ya maisha ya pamoja ni Mungu mwenyewe, na ni Mungu mwenyewe ambaye anawaunganisha watu. Ndio maana katika kuumba, na Yesu anarudia toka mwanzo wa kuumbwa kwenu ilikuwaje, wanapomuuliza hili swali, toka Mungu alivyowaumba, kwamba Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, na alipowaumba akawabariki na akawaweka wakae pamoja, na yeye ndiye ambaye anaunganisha. Ndio maana neno la Mungu linasema, kwa hiyo alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Sasa we muulize huyo mwenzako kwamba wewe unayekaa naye amewaunganisha nani? Ewe muulize, wewe huyo unayekaa naye amewaunganisha nani? Kuna watu tumejiunganisha wenyewe, sio Mungu aliyetuunganisha. Maandiko matakatifu yanaweka vizuri kabisa, ni Mungu anayeunganisha. Kwa hiyo mwanzo wa sakramenti ya ndoa, mwanzo wa maisha ya pamoja, ili yawe maisha ya pamoja, lazima Mungu atuunganishe, lazima Mungu aunganishe. Ndio maana hapa hata unaposimama kuomba anasema sala zenu zinakubalika kwa sababu mmeunganishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo katika somo la kwanza kitabu cha Mwanzo kinatueleza namna ambavyo Mungu alianzisha hii taasisi ya familia, kwamba alimuumba mwanaume, na huyu mwanaume alimpa kila kitu, alimpa kila kitu, na alimpa uwezo wa kuvipa watu majina. Anasema na kila alichokipa kilikuwa hivyo hivyo. Lakini licha ya kuwa navyo vyote, huyu mwanaume bado alibaki katika hali ya upweke. Alibaki katika hali ya upweke. Ndio anasema Mungu akaona si vema mtu huyu akae peke yake, hivyo akaamua kumfanyia msaidizi wa kufanana naye, msaidizi wa kufanana naye. Kwa katika sakramenti ya ndoa, wanaoishi katika sakramenti ya ndoa lazima wawe na sifa ya kufanana, wawe na sifa ya kufanana. Sio sura, kimtazamo, kimawazo, kiakili, kiroho, lazima mfanane. Sasa wengi hatujipi nafasi ya kujitengeneza pamoja ili tuweze kufanana. Mimi binafsi nikiwatazama Catherine na Joseph na Catherine, kwa muda ambao nimewafahamu, mimi naona wana ufanano. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimeona wanafanana. Miaka 25 wana jubilei ya kukaa tu kwanza pamoja ili wafanane. Wanafanana. Ukiangalia wote wapole kwa kweli. Mimi sijaona kama nakumbanaga ndani, lakini huku nje mimi naonaga wote wapole. Wote sio waongeaji. Sio kama nawafahamu, kwa hivyo nyinyi mnakaa nao mnaweza mkawajua zaidi. Lakini mimi nawatazama katika hali hiyo. Kwa hiyo wanafanana. Sasa je, sisi wenye mjiulize, huyo mwenzako mnaokaa naye huyo mnafanana? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ili ndoa iwe ndoa na iweze kudumu na iweze kuendelea, lazima huyo ambaye unaingia naye kwenye maisha ya ndoa lazima mfanane. Kwa sababu anasema akamtafutia wa kufanana naye. Wa kufanana naye. Sasa hizi changamoto ambayo inakuja, wengi wanaingia kwenye ndoa hawafanani. Tumsifu Yesu Kristo. Hawafanani. Unaona anakaa miezi 2 3 anaanza kugombana, wanaachana. Sababu gani? Hawafanani. Na huku kufanana sio rahisi. Tumsifu Yesu Kristo. Kufanana huku sio rahisi. Lazima kuwe na muda wa kujichonga. Ndio maana kuna muda ule wa uchumba. Ambao kanisa sio miaka 25, lakini tumsifu Yesu Kristo.
akasema tuko katika kipindi cha uchumba, tunachunguzana. Ninamkumbuka babu yangu, na babu alikuwa hajafunga ndoa. Nimeenda kuhamasisha wafunge ndoa. Babu anasema bado namchunguza bibi yako, hawana meno bado wanachunguzana. Wewe miaka 20, 30 ya ndoa unachunguza nini? Unataka kugundua nini? Kwamba anatoa dhahabu au? Kwa hiyo ukiba ni muda, kanisa inasema ni miezi 6 hadi mwaka mmoja, hapo unatosha kufahamiana. Na ni kipindi cha kuchongana. Ni kipindi cha kuchongana ili muweze kufahamiana. Kwa sababu kuna mengi ambayo hasa mnapoingia katika sakramenti ya ndoa, ili muweze kweli kufanana, kuna mambo ambayo mwingine atayapenda alafu mwingine hayapendi. Lazima yule ambaye hata kama wewe unayapenda, kwa sababu mwenzako hayapendi, lazima wewe yaache ili mfanye nini? Mfanane. Wewe ukijua mwenzangu hapendi kelele, ni mkimya, na wewe ni mwongeaji, jifunze na wewe kukaa kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unaweza kukuta kwenye ndoa mama ni chiriku, baba mkimya. Sasa mwisho wa siku baba anaona kukaa ndani ya ndoa, kukaa kwenye nyumba kazi kweli. Inabidi aanze kurudi usiku saa 6 vizie mama amelala. Ili akwepane na hizo kelele. Kwa hiyo katika kufanana utahitaji sadaka. Katika kufanana utahitaji sadaka. Kwa hiyo wanapoanza maisha, huyu Adam na Eva, sasa Mungu akamuumba Hawa, akamletea msaidizi wa kufanana naye. Kwa lazima tujipe muda wa kufanana katika kutoa hiyo sadaka. Tunasema changamoto ambayo ipo saizi kwenye maisha, hasa kwa upande wa vijana, hawajipi muda wa kufanana. Leo mmekutana, kesho unapendana, kesho kutwa ndoa. Na sasa kwenye ndoa ndio unaanza kugundua, huyu kumbe yuko hivi, huyu kumbe yuko hivi. Kwa hiyo lazima tujipe muda wa kujifananisha. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona ni kusudi sasa la maisha ya familia ni nini? Anasema kusudi la maisha ya familia ni kusaidiana. Ni kusaidiana. Anasema Mungu alipoomba akuona wa kumsaidia, akamletea msaidizi wa kumsaidia. Kwa maisha ya familia tunakaa pamoja kwa ajili ya kusaidiana. Kila mmoja anajitoa kwa ajili ya mwenzake. Kila mmoja anajitoa kwa ajili ya yule ambaye ameunganika naye. Kwa baba anajitoa kwa ajili ya mama, na mama anajitoa kwa ajili ya baba. Na hiyo ndio itafanya hiyo ndoa idumu, na hiyo ndoa ifanikiwe na kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima kuwe na hiyo hali ya kusaidiana. Na Biblia inavyoeleza kusaidiana, mara nyingi tunatafsiri vibaya pia. Mara nyingi watu wanatafsiri wanaona kama baba, mama ni msaidizi wa baba. Ndio anakuwa msaidizi, ni kama yule mtu ambaye sio lazima. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ukiweka katika tafsiri ya halisi, tafsiri yenyewe ya maana ya usaidizi ni nini? Kwa sababu katika kusaidia hawezi akasaidia yaani kitu dhaifu kikasaidia kitu chenye nguvu. Sio kama naeleweka vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tumeambiwa katika, anasema huyu mwanaume alikuwa mpweke. Manake alikuwa hajakamilika. Alikuwa na udhaifu. Kwa hiyo akamleta Mungu alipomuumba Eva ili amkamilishe mwanaume. Katika ndio maana Adamu alipomuona Eva alisemaje? Wao, huu ndo mfupa wa mfupa wangu, nyama ya nyama yangu. Kwa hiyo ndani ya Adamu, ndani ya Eva, Adamu akajiona amekamilika. Kwa hiyo katika maisha ya ndoa, katika maisha ya familia ni maisha ya kukamilishana. Maisha ya kukamilishana. Kwa Catherine anapomuona Joseph anaona amekamilika. Na Joseph anapomuona Catherine anaona amefanya nini? Amekamilika. Na wanandoa akitazamana hivyo, hizo ndoa lazima idumu. Hiyo ndoa lazima ikamilike. Kwamba unajiona kabisa kwamba kitu fulani bila mwenza wangu hapa siwezi. Mimi mwenyewe nilijifunzaga wakati wa familia, wakati tuko kwenye nyumbani. Nyumbani nilijifunza kitu kwa baba na mama. Baba na mama. Kuna siku mama alisafiri, alienda kusalimia nyumbani kwao. Kwa pale nyumbani tukabaki sisi pamoja na baba. Alikaa mwezi mmoja tu. Yaani ndani ya wiki mbili baba akaanza kupiga simu. Anamwita mke wake arudi. Wewe mbona umekaa sana wiki mbili tu?
kwa sababu aliona budget ya nyumba imekuwa kubwa. Tulikuwa kama watoto 6. Unajua yeye anamwachia mama hela kidogo. Mama anajua namna ya kupambana ili budget itoshe. Sasa yeye baba tukienda naye sokoni aombi ile kusema naomba nipunguzie. Nyama kilo ngapi? Chukua. Kwa ndani ya muda akaona bali ya kuendesha familia ni ngumu sana. Kwa hiyo alijiona kabisa hapa hajakamilika, anahitaji msaidizi. Mwita nani? Kwa hiyo katika maisha ya familia yanaenda kwa namna hiyo. Hakuna ile hali ya kukamilika kwa mmoja. Tunakamilika katika wote. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ndio maana katika somo la pili Mtume Petro anatupa dondoo ili ndoa iweze kudumu. Ili ndoa yoyote iweze kudumu, ili kweli hawa ambao wanaunganishwa na Mungu waweze kudumu, anatupa sifa za mambo ambayo tunatakiwa wanandoa wayafanye waliokuwa katika ndoa ili ndoa iendelee kudumu. Lakini kabla ya hapo, somo la kwanza linamalizia kwa kutupa wajibu ili ndoa ikamilike. Mambo gani anatakiwa? Anasema jambo ambalo linatakiwa lifanyike, anasema mwanaume lazima atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa kuna tendo la kuacha, sababu ndoa tunasema ni muunganiko wa watu wawili. Kwa hiyo anamwacha baba, anamwacha mama, maana anaiacha familia yake ya asili, anaenda kuunda familia nyingine. Hiyo ndio ndoa itadumu. Lakini changamoto za kuta ndoa nyingi, watu wanaenda kuunganika na mwanamke, bado anabeba mama, anabeba baba. Ndio unakuta ndoa nyingi zinavunjwa na wakwe. Wakwe wapo. Wakamwana, sijui wakamwana huko sijui mnahitaji. Mama mkwe. Mama mkwe unapoingilia ndoa ya mwanao, ya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Na mawifi ndio wenye vielele zaidi. Umempendia nini huyo? Wewe kaka umetuletea nani huyo? Hata mawifu wenyewe ndoa zao zimewashinda, ndio shida nyingine. Kwa hiyo ndoa anasema mwanaume ataachana na familia yake, ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. So wewe mama unataka kukaa kwa mkwe miezi 6, 7 na kaka kwako. Ukienda kule utavuruga ndoa ya mwanao. Biblia inajua, tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana anapoomba sema anataka kwamba lazima ili tendo lifanyike. Kwa hiyo wakwe jamani, na wale wakamwana sijui akina nani wale, msingilie ndoa za watu. Tumsifu Yesu Kristo. Ili ndoa iweze kuimarika. Lakini Mtume Petro anatupa sasa ili ndoa iweze kusimama, ili kweli wawe mwili mmoja, kusiwe na kitu cha kuwatenganisha. Anatupa sifa au mambo ambayo yanatakiwa kila mwanandoa ayafanye. Kila mwanandoa ayafanye kama tulivyosikia katika somo la pili, ambalo anasema kama anatupa wajibu ndani ya ndoa. Kila mmoja, baba ana wajibu wake, mama ana wajibu wake. Mtume Paulo na Petro katika waraka, Mtume Petro katika waraka wake na Mtume Paulo kwenye waraka wa Efeso wanaonyesha mambo muhimu ya kuyafanya. Jambo la kwanza, Mtume Petro anasema enyi wake watiini waume zenu. Anaona jambo la kwanza ambalo linalinda ndoa, ili ndoa iweze kuimarika, lazima utii utawale. Lazima utii utawale, unyenyekevu utawale. Anasema enyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Kwa hiyo utii ni nguzo ya kwanza ambayo Petro anaiweka kama kusudi la kulinda na kuimarisha umoja ndani ya ndoa. Sasa changamoto moja ambayo ipo kwenye ndoa nyingi, utii hamna. Tumsifu Yesu Kristo. Kila wakati wote mko juu. Rafiki yangu moja akasema wote mnakuwa vijogoo. Tumsifu Yesu Kristo. Wote mnataka kuwika ndani ya ndoa. Lazima kuwe na utii. Hasa anasema kwa wake. Kwa nini Paulo na Petro wanafanana? Kwa nini anasema kwa wake? Kwa sababu kwa sisi wanaume tunachokitaka kwa wanawake sio kingine, ni utii.
Nikija kwenye nyumba au baba mnasemaje? Msifu Yesu Kristo. Anaona nini? Sasa anasema nataka hiki. Lakini baba akiingia kwenye nyumba apokelewe. Karibu mume wangu, pole na kazi. Kwa kweli baba anajisikia kwamba niko kwenye nyumba. Anajisikia. Sasa baba ametoka huko kuhangaika shambani, anakuja kwenye nyumba, anaambiwa maji ya kuoga yako kule. Nataka najichukua hapo. Kama utii haupo ndani ya familia, kwa sababu hulka ya baba ni kutafuta mali anaposikilizwa. Ndio zamani akita mke wangu, mke anaitika Labeka. Nipo hapa nakusikiliza. Nakusikiliza mume wangu, sema. Na baba sasa mke wangu nini? Una shida gani? Unakaa kwenye ndoa kama alivyosema padi, kama kambini, kama wanajeshi. Mguu pande, mguu sawa, nyuma geuka. Lazima kuwe na ule unyenyekevu ndani ya ndoa. Na anayetakiwa kuonyesha unyenyekevu na huo utii ni mwanamke. Na ndicho kitu ambacho mwanaume anakitafuta. Mwanaume anatafuta mwanamke aliyemtii. Aliyemtii. Na kitu ambacho kipo ndio kinachopungua kwa mwanaume. Kwa hiyo akipata mwanamke ambaye anamsikiliza kwamba huyu ni baba amesema, huyu ni baba. Ndio maana tunapewa mfano, anasema hivyo ndivyo walivyoishi wanawake wa zamani. Walivyojipamba kwa namna hivyo, walijipamba kwa utii. Ndio maana Paulo anatoa mfano akina Sara. Anasema Sara alijipamba kwa utii. Tunasema kujipamba kwenu nini kusiwe kwa nje. Kusiwe kwa kusuka nywele. Kusiwe kwa mapambo ya nje. Bali kuwe na ile hofu ndio itawale. Hofu ndio itawale. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, kujitia dhahabu, kuvalia mavazi, mavazi, lakini kama una utii, kama una unyenyekevu, ndoa itakushinda. Petro anasema bali kuwe na utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole. Msifu Yesu Kristo. Mama mwe na roho ya upole. Nenda kwenye ndoa mama wakali. Mpaka baba anakimbia. Lakini anasema wewe unajua roho ya upole, roho ya utulivu iliyo ya thamani mbele ya Mungu. Anasema maana hivyo ndivyo alivyojipamba wanawake watakatifu. Kwa katika ndoa wajibu wa kina mama ni utii, ambao ndani ya utii unabebwa upole, unabebwa utulivu, unabebwa unyenyekevu, ndio vitafanya hiyo ndoa iweze kudumu. Anasema kama alivyofanya wakina Sara. Sara alivyomtii Ibrahimu, anasema mpaka akamwita Bwana, akampa ile heshima ya mwisho. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia Petro haachi tu kuwakumbusha wakina mama wajibu wao, lakini pia anawakumbusha wababa. Anasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ukisoma katika waraka wa mtume Paulo kwa Efeso, yeye anasema nanyi wanaume wapendeni wake zenu. Wapendeni wake zenu. Petro anaanza kuweka kwanza upendo. Mwanamke anasema awe mtii, lakini mwanaume ajazwe na nini? Na upendo. Na ndicho ambacho wanawake wanakitafuta kwa nani? Kwa mwanaume. Wakina mama uongo kweli? Kweli. Nitaulizaga vijana, wewe unataka kuolewa na mwanaume namna gani? Cha kwanza anaanza atakayenipenda, atakayenijali, atakayeniheshimu. Litania akina uongo kweli? Kwa hiyo anaanza upendo. Kwa nini? Kwa sababu katika uumbaji Mungu alivyoumba silika zetu, mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kupokea upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ajili ya kupokea nini? Upendo. Kwa hiyo anapokosa upendo, anakosa kitu kikubwa sana. Kwa kina baba mnaposhindwa kuwapenda wake zenu, ndio ndoa inakaa matatani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hulka mwanadamu ipo hivi, asipokipata kwa yule ambaye anategemea ampe, atakitafuta nje. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona mmekasirika? Kama baba
hajapata utii ndani ya ndoa, sio kwamba atakaa hivyo hivyo, atatafuta mahali panapo mtii. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wewe hujampa utii, akienda kule anakutana na watu wanaomtii. Kama yule baba mmoja ambaye yeye alikuwa sio kwamba anaenda baa kunywa mara pa. Sasa kuna siku akaenda baa. Amefika baa, amekaa, jinsi ambavyo yule nani wanahudumia wale, yule anayehudumia yule mdada pale, waiter yule anavyomhudumia, yule baba akasema ya hapa si ndo kwenye hapa. Baba kunywa anabaka, anaulizwa imekukaba baba, imekukaba. Akasema mbona haya siyapati nyumbani kwangu, mbona haya siyapati nyumbani kwangu. Ule baba akawa ananogewa kwenda kule, anakaa kule kwa sababu ya kinywa, anaulizwa haijakukaba, anapigwa na mgongoni shuke vizuri. Kwa hiyo akajikuta amenogewa kule. Kwa hiyo akaona huku ndo ananitii sana. Kwa hiyo ukikosekana ndani ya familia, watatafuta nje. Kwa hiyo hata upendo unapokosekana ndani ya familia, unapokosekana ndani ya akina baba mnaposhindwa kuwapenda wake zenu. Na upendo tu, wewe ukiulizana hapa na ndoa hapa, mara mwisho kusema kuambiana tunapendana ni lini? Wa baba, mara mwisho kumwambia mke wako nakupenda. Leo asubuhi mwanangu. Tupige makofi Manata. Kwa hiyo Baba Joseph na Kaseli mnaweza mkaja kuchukua tuition ya. Wasema upendo ni neno dogo sana, lakini anasema ni neno lenye nguvu. Unaamka ngea mke wangu nakupenda sana. Sasa wengine toka waambiani miaka mingapi mpaka wamesahau. Sasa kuna mama mmoja yeye akasema ngoja leo nimwambie mume wangu nakupenda. Ameamka asubuhi akasema baba Jeni nakupenda sana. Sina hela mimi, sina hela. Kwa sababu anajua akiambiwa nakupenda kinachofuatwa kuombwa. Akaambia nakupenda wewe, wakafanya kwa kanisani, wakapewa zoezi. Akaambia hebu nenda leo kamwambie mume wako au mke wako kwamba nakupenda, alafu uje kuleta majibu. Anasema nusu walivyoenda kuambiwa kule, swali la kwanza akaulizwa kuna nini leo? Kuna nini? Kwa sababu hajawahi ambiana nafanya nini? Nakupenda. Sasa hili neno kama lisikiki kwenye familia, mtu atasikia nje, hatuna kule ndio napenda. Kumbe hili neno lazima liwe sehemu ya maisha. Ndio maana Petro anakazia sana. Anasema lazima kuwe na kupendana. Upendo ndio unaobeba hatima ya ndoa nzima. Na upendo unadai sadaka. Upendo, maana ya upendo. Na Yesu anafafanua vizuri. Ile mnaanza kupendana, wengi watachukulia tu upendo ni sadaka, ambayo ukisoma katika Injili ya Yohane ile sura ya 15 anasema hakuna mwenye upendo mkubwa zaidi ya huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu. Kwa hiyo upendo lazima uambatane na kujitoa kwa ajili ya mwingine. Kujitoa kwa ajili ya mwingine. Kwa baba afikirie namna kujitoa kwa ajili ya mama, na mama afikirie kujitoa kwa ajili ya baba. Na huo ndio upendo unakamilika. Sio mwingine asubirie tu kupenda, ni wote lazima kuwe na upendo. Lakini Paulo anasisitiza hilo kwamba wakina baba wawapende wake zao. Na huko ndiko ambako Petro anasema huko ndiko kukaa kwa akili. Huko ndiko kukaa kwa akili. Yaani kujua siri iliyokuwepo kwa akina mama wanataka nini. Unajua ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu akina baba wameshindwa kujua siri akina mama wanataka nini. Na baba, tumsifu Yesu Kristo. Wanaume, lazima mjue siri. Kwa vile tu kuna watoto na sio semina ya ndoa, tungeongea makubwa, ngoja ngetu ya meza. Kwa hiyo siku nyingine tutakaa wenyewe baba na mama tuongee hizo siri. Kwa hiyo lazima tujue siri wanataka nini. Unaweza kaangaika wewe ukadhania nataka hela, wala kumbe mwenzako hataki hela. Unajua mmoja akisema samani na kina mama sio na watukana, lakini wengi wanasema moja kati ya kiumbe complicated.
complicated kwa Kimakonde ni hiki, ni Kimakonde cha ndani ndani. Hiki cha nje yaani ambacho huwezi kukielewa. Anasema ni mwanamke. Atataka vitu ambavyo vingine havipo. Tumsifu Yesu Kristo. Atataka vitu ambavyo havipo, vingine havipo vya kufikirika. Sasa mama mmoja alikuwa amelala akaota mume wake anamsaliti. Akamka asubuhi amenuna. Amenuna kabisa ongei. Sasa mume watu anauliza, "Ya mke wangu nimekosea nini? Kwa nini unanisaliti?" "Wapi jamani? Nimeota." Sasa ukiota ndio kweli jamani? Kwa ikawa vurugu ndani. Ila ameota na sio ukweli. Kwa ndio na Paulo anasema mkae kwa akili wa baba. Tumsifu Yesu Kristo. Mkae kwa akili. Anasema kaeni na wake zenu kwa akili. Lakini jambo ambalo anasema hiyo akili inatoka wapi? Mkiwa na akili utampa mke wako heshima. Ukampa mke wako heshima, lakini zaidi mambo ambayo yote mnapaswa kuyafanya katika maisha ya familia ambayo Paulo anayaeleza, anasema jambo la kwanza ni kuhurumiana. Lazima wanandoa muhurumiane. Mnapobeba huruma, kila mmoja anamhurumia mwenzake. Mimi natoaga mfano mara nyingi, unakuta baba na mama mmeenda shambani, wote mmeenda mmelima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa wakati wa kurudi, wewe baba unakuja tu na kafimbo kako unapiga miruzi, umembebesha mama jembe, mama amebeba mtoto, mama amebeba kuni, mama atapitia kwenda kuchuma mboga, na wewe utawahi nyumbani utataka ugali kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna huruma. Lakini mwenye huruma atasema, njoo basi nikusaidie kubeba mtoto, njoo nikusaidie kufanya hiki, njoo nikusaidie kufanya hiki. Ile kusaidiana, kuhurumiana, kwamba mke wangu amechoka leo, mama wewe lala leo, mimi naingia jikoni. Amina. Baba hapo amekasirika kweli. Mke wangu acha leo nguo ndafua mimi, lete nguo za watoto, lete nguo nifue mimi, leo pumzika. Hiyo kuhurumiana. Lakini anasema pia wenye kupendana kama ndugu, wenye kupendana. Kwa kila mmoja anajitoa kwa ajili ya mwingine. Wenye usikivu, kusikilizana, wenye kunyenyekeana, watu wasiolipa baya kwa baya. Jambo muhimu sana katika maisha ya familia. Sio kulipiana visasi. Huyo amejitia yeye mjanja, utaona. Kukomoana inaita kwenye kukomoana. Ndoa nyingi zikiingia kwenye kukomoana hizo hazitaweza kufika. Kuta mmekaa mmenuniana mwezi mzima muongei. Hamuongei. Kama ndoa moja walikuwa waongei mwezi mzima. Wakitaka kuongea wanaandikiana vimemo. Unajua vimemo? Vikaratasi. Sasa siku moja mwanaume alikuwa anasafiri, anaenda nje ya nchi. Akamwambia mke wake, akamwandikia kikaratasi, "Mke wangu saa 11 naomba uniamshe." Akakiweka mezani. Lakini ndio alikuwa amezoea kuongea hivyo. Hawaongei, wamenuniana. Kila mmoja anamkomoa mwenzake. Mama nani naomba hela ya mboga, anaweka hapo. Naomba hela ya hiki, anaweka hapo. Baba nani naomba hela ya hiki, anaweka hapo. Walizoea kuongea. Sasa siku hiyo huyu mwanaume anasafiri, naye akaandika, "Mke wangu saa 11 niamshe asubuhi na wahi ndege." Akaweka hapo. Basi mke akasoma akaona sawa, akalala. Ikafika saa 10 akaamka naye mwanamke akachukua kikaratasi, "Mume wangu amka saa 10 tayari jiandae." Akakiweka hapo. Yule baba akalala. Akaja kushtuka saa 2. Ameshtuka akaanza kulalamika. "Wewe mke wangu," ndo akaanza kuongea hapo. "Wewe mke wangu kwani hujaniamsha? Mimi nasema uniamshe." Asoma hapo, si tulikuwa tunaongea kwa karatasi. Shida ilikuwa nini? Walikuwa nalipana baya mabaya. Kwa anasema ili ndoa idumu, muondoe hiyo. Muondoe hiyo. Huko tunaweza sasa siongei naye. Siongei naye nageukia ukutani. Utangatwa na nyoko huko ukutani. Siongei naye. Mwingine anahamia chumba cha watoto. Wewe lala hapo, tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana ndio maana sasa hizo semina ya watoto. Yaani ule kukaa pamoja. Mtaongea humo kwenye shuka humo.
humo ndani ndo mnaongea. Sasa ukianza kuendelea kwenye nyumba cha watoto hamtadumu. Kwa hiyo lazima kuwe na hilo, kuto kulipana baya kwa baya. Na jambo lingine ambalo la muhimu, laumu kwa laumu, kulaumiana. Na hii ndio sababu ambayo pia inavunja ndoa nyingi, kulaumiana. Kama hakuna ile kuwajibika, maana kama kuna kulaumiana, maana hakutakuwa na kuombana msamaha. Kwa sababu katika kuombana msamaha, mmoja anakiri amekosea. Mtu anapokosea anakiri kwamba mke wangu nimekosea, nisamee. Kama kuna hiyo kusameana, maana kutakuwa hakuna kulaumiana. Unajua dhambi ile ya kwanza ilienea kwa sababu baada ya Adamu na Eva walivyotenda dhambi, kilichofuata ni nini? Wakaanza kufanya nini? Kulaumiana. Mungu anapomuuliza Adamu, kwa nini umekula lile tunda? Jibu la kwanza ni nini? Kwanza kumlaumu Mungu. Si huyu mwanamke uliyenipa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hivyo mkiwa na ile hero ya kulaumiana, mtaanza kulaumiana. Sijui kwa nini oa hili mwanamke hivi. Unaanza kuona tena mbaya. No mwanamke unaanza kuona siku kwa nini niliolewa na ile mwanaume hivi. Yaani lione kwanza. Unaanza kutoa na kasoro zake. Sijui nilipendeaga nini. Jamani, mimi jamani. Kwa sababu umejenga ile roho ya kulaumiana. Kwa hiyo Paulo anaweka haya mambo, Petro anasema haya mambo ndiyo yanayoimarisha ndoa. Anasema na baraka ambazo zinapatikana. Anasema mkikaa katika hali hiyo, mtakapomwomba Mungu, anasema sala zenu zitapokelewa. Anasema bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo walioitiwa ili mrithi baraka. Na maana anasema ili kuomba kwenu kusikataliwe. Mnapoishi katika upendo, wanandoa, mnapoishi katika umoja, anasema ili kuomba kwenu kusikataliwe. Kwa hiyo ni hayo mambo muhimu ambayo yanaimarisha familia zetu, yanaimarisha ndoa katika familia. Kwa hiyo Joseph na Catherine, mambo hayo ya waongoze katika maisha ya familia. Na miaka 25 ya kukaa pamoja. Unajua ingekuwa wanaoanza ndo naongea sana. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa watu wa miaka 25 unawafundisha nini? Tumsifu Yesu Kristo. Kama kupigana wameshapigana vya kutosha. Miaka 25 kuuziana wameuziana, wakasameana. Kwa hiyo uwezo ukawafundisha zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kuwaimarisha zaidi. Hakuna kinachobadilisha zaidi. Ni yale maisha ambayo mmeishi kwa kipindi cha miaka 20, lakini kinachobadilika zaidi ni kuweka upendo wa Mungu zaidi. Na Mungu ndipo anabariki na baraka za kimungu zinakuwa nyingi zaidi. Na katika Injili Yesu anatufundisha maana ya ndoa ya Kikristo. Kwamba katika maisha yetu, katika ndoa za Kikristo, sifa ya kwanza ya ndoa ya Kikristo ambayo Yesu anaieleza, anasema ni ndoa ambayo hakuna kuachana. Tumsifu Yesu Kristo. Mafarisayo wanaenda kumjaribu Yesu kwamba Bwana, ni halali Bwana mwanamke kumwacha tu mwanamke kwa kila sababu? Kwamba walizania ni rahisi tu kumwacha mwanamke. Anasema kama vile Musa alivyotuambia kwamba kumwacha mwanamke kwa kila sababu. Amepika ugali mbichi unamwacha, usiku anakoroma sana unamwacha. Unaona tafuta tu sababu. Anasema ni halali, lakini Yesu anasema hapana, toka mwanzo haikuwa hivyo. Aliloliunganisha Mungu, mwanadamu asilitenganishe. Kwa ndugu zangu, hawa wanaunganishwa na Mungu. Kusiwepo mwanadamu yoyote wa kuwatenganisha. Ndio maana zaidi ni paja alivyotualika, anasema leo tumekuja kwa ajili ya kuwaombea. Tuwaombee ili analoliunganisha Mungu, basi Mungu aendelee kuliunganisha na waendelee kudumu katika maisha hayo ya upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunapoendelea na maadhimisho haya ya sakramenti